Tukisonga mbele, rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte alikamatwa hapo jana kwa waranti wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC akihukumiwa kwa uhalifu wa kibinadamu anaodaiwa kutenda wakati wa kampeni yake ya kupambana na dawa za kulevya alipokuwa madarakani. Duterte anakuwa kiongozi wa kwanza wa zamani kanda ya Asia kukamatwa na ICC. Katika kupata taswira juu ya kinachoendelea, mwenzangu Silvia Muhozi amezungumza na Mohamed Abdurrahman, mwandishi wa habari mkongwe na mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza amemuuliza kukamatwa kwa Duterte kulitarajiwa au kumekuja na mshangao kutokana na waranti ya ICC. Nafikiri kukamatwa kwake hakukutarajiwa, ingawa kulikuwa na tetesi kwamba hilo pengine lingeweza kufanyika. Na la pili ambalo linaipa nguvu hii hoja kwamba hilo halikutarajiwa ni kuwa kiongozi wa Philippines Ferdinand Marcos Jr. yeye mwenyewe katika nyakati tofauti alisema kwamba serikali yake haitoshirikiana na mahakama ya ICC katika hilo. Na kinachoulizwa na wengi hivi sasa, je, kulikuwa na shinikizo gani lililopelekea serikali ya Ferdinand Marcos Jr. kuweza kubadili msimamo? Je, kukamatwa kwake kunaweza kuchochea mtikisiko wowote wa kisiasa ndani ya Ufilipino? Unaweza kutokea mtikisiko wa kisiasa kwa sababu Duterte alikuwa na ushirika wa kisiasa pamoja na chama cha Ferdinand Marcos Jr. ambaye baba yake na yeye vile vile aliwahi kuiongoza Philippines katika njia za kidikteta kwa muda wa miaka 21 kabla ya kuangushwa na vuguvugu la umma. Kwa hiyo ukizingatia kwamba haya ni makundi mawili ya kisiasa yaliyoshirikiana kisiasa ili kuweko madarakani, bila shaka unatarajia kwamba kutakuweko na mtikisiko. Kwa muda mrefu nchi za Kiafrika zimekuwa zikilalamika kwamba ndio zinaandamwa na mahakama ya ICC. Sasa tunaona kwamba Duterte anakuwa kiongozi wa kwanza wa zamani wa taifa la Asia kukamatwa na mahakama hiyo. Ndio kusema kwamba pengine kilio cha nchi za Kiafrika kimesikilizwa kwa sasa. Hatua hii inatia moyo kwamba angalau ICC sasa imeanza kuangalia na wengine walioko nje ya bara la Afrika, kwa sababu kilio kama unavyosema kilikuwa ni kikubwa. Tunajua kuna viongozi waliokuwa madarakani hapo kabla na baada ya kuondoka madarakani wakashtakiwa. Kwa mfano kuna Charles Taylor wa Liberia, Laurent Gbagbo wa Cote d'Ivoire au Ivory Coast. Mbali ya hao kuna wale ambao si viongozi kutoka bara la Afrika lakini walihusika na kadhia ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa hiyo hatua hii inatia matumaini, lakini bado kuna hali ambayo hairidhishi. Ni kwamba kuna wakubwa ambao hawawezi kuguswa. Walimwengu watakuwa wanaiangalia kwa jicho pana zaidi kuona kama itatanuliwa na kuwagusa wale ambao mpaka sasa wanaonekana kwamba hawagusiki. Wakati wa utawala wake, Duterte alitetea kampeni ya kuwashughulikia wauza madawa, na kukamatwa huku ambapo atafikishwa katika mahakama ya ICC, je, kunatoa matumaini gani kwa waathirika wa kampeni ya Duterte? Duterte wakati wa utawala wake alitetea hatua hiyo, lakini kuna wale wanaosema kwamba ilikwenda mbali. Yeye alisema kuwa vita vyake ni vya kupambana na wale wanaohusika na biashara ya madawa ya kulevya, lakini tatizo ni kwamba wanaomkosoa wanashikilia kwamba waliouawa ambao idadi yao inasemekana kufikia 7,000 walikuwa ni raia wa kawaida katika maeneo ya Walalahoi. Na wale vigogo ambao wamehusika na biashara hiyo hawakuguswa kabisa. Ni Mohamed Abdurrahman, mwandishi wa habari mkongwe na mchambuzi wa siasa za kimataifa, kama alivyozungumza na mwenzangu Silvia Muhozi. Hapo tuendelee sasa na uchaguzi na uchambuzi wa ripoti. Serikali nchini Pakistan imesema
Wanamgambo walioshambulia treni iliyokuwa na zaidi ya abiria 400 wameuawa, baadhi ya abiria waliowachukua mateka wakati kukiwa na mvutano kati ya wanamgambo hao wanaotaka kujitenga na maafisa wa usalama. Hayo yanatokea wakati wanamgambo hao wakiwaweka washambuliaji wa kujitoa muhanga karibu na abiria wengine 250. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Maafisa wa usalama hawakutoa taarifa nyingine zaidi kuhusu mauaji hayo siku moja baada ya wanamgambo hao kushambulia treni kusini magharibi mwa mkoa wa Balochistan. Wanamgambo hao wanaotaka kujitenga wanaojulikana kama Baloch Liberation Army BLA wamekiri kuhusika na shambulizi hilo, huku msemaji wao Jian Baloch akisema wako tayari kuachia mateka iwapo serikali nayo itaridhia kuachia wanamgambo inaowashikilia. Hadi sasa hakuna tamko lolote kutoka kwa serikali kuhusu sharti hilo ambalo imeshawahi kulipinga siku za nyuma. Kwa sasa taarifa zilizopo ni kwamba wanamgambo 30 wameuawa katika tukio la ufyatulianaji risasi kati yao na maafisa wa serikali kuanzia jana Jumanne. Hii leo pekee serikali imefanikiwa kuokoa abiria zaidi ya 190 kati ya 450 waliokuwepo katika treni hiyo. Waliokolewa walipelekwa katika miji na vijiji vyao, huku waliojeruhiwa wakipelekwa hospitalini. Msemaji wa serikali Shahid Rind amelielezea tukio hilo kuwa la kigaidi. Waliokolewa hadi sasa ni pamoja na wanawake na watoto, huku wanamgambo wakisema wamewaua mateka 50 kufikia sasa. Katika operesheni hiyo maafisa kadhaa wa polisi waliuawa, japokuwa bado idadi kamili haijatangazwa rasmi. Treni hiyo ya Jafar Express ilikuwa ndani ya handaki wakati wanamgambo walipoishambulia njia ya reli na kumwamuru dereva aliyejeruhiwa kusimamisha treni hiyo. Hii ni mara ya kwanza kwa kundi hilo la wanamgambo la BLA kuiteka treni na kuwachukua mateka abiria waliopo ndani, japokuwa kundi hilo limeshawahi kushambulia treni nchini humo. Kwa kawaida kundi hilo linawashambulia maafisa wa serikali na limeshawahi pia kuwashambulia raia wa kigeni kutoka China wanaofanyia kazi mradi mkubwa wa mabilioni ya dola kati ya China na Pakistan. Pakistan ni mwenyeji wa raia wengi wa China wanaofanyia kazi miradi ya miundo mbinu ikiwemo ujenzi wa bandari na viwanja vya ndege Balochistan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Mao Ning amesisitiza kuwa nchi yake itaendelea kuiunga mkono Pakistan kikamilifu katika lengo lake la kupambana na ugaidi. Balochistan inayopakana na mpaka wa Iran na Afghanistan imekuwa ngome ya mashambulizi ya waasi, huku wanamgambo hao wanaotaka kujitenga wakidai uhuru wa kujitawala wenyewe na kutaka sehemu kubwa ya rasilimali ya eneo hilo kutoka kwa serikali ya Islamabad. Asante sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Sasa tuelekee nchini Tanzania. Vyombo vya habari viliripoti uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba mwaka 2024, lakini havikuwa ripoti wagombea katika uchaguzi huo. Hayo yamebainishwa katika ripoti ya utafiti iliyotolewa leo na shule ya habari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kuangazia mchango wa redio za kijamii wenye chaguzi za kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki, huku wanahabari leo wakikamilika kukosa ushirikiano kutoka kwa vyanzo vya habari. Florence Majani na ripoti kamili. Utafiti huo wenye kichwa cha habari kinachosema sauti za wagombea na wananchi zipo wapi umebaini kuwa 87% ya redio nchini Tanzania ziliripoti uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba mwaka jana, lakini hazikuripoti kuhusu wagombea wa uchaguzi huo. Kadhalika, utafiti huo uliofanywa na shule ya habari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam SJMC umebaini kuwa katika vipindi vya redio 871 vilivyofanywa tathmini ni 87% kati yake havikujumuisha wagombea wa uchaguzi huo. Kadhalika, utafiti huo umebaini kuwa 62% ya habari za uchaguzi zilizorushwa katika redio hizo hazikutumia wanawake kama vyanzo vya habari. Badala yake ni 23% tu ya vipindi vya redio vilikuwa na mwanamke kama chanzo cha habari na 15% tu ya programu za redio ndizo zilizotumia wanawake kama vyanzo vya habari. Mtafiti mkuu katika utafiti huo, mhadhiri wa SJMC Dr. Malima Zakaria, ametaja chanzo cha redio za kijamii na kitaifa kutotumia wanawake kama vyanzo vya habari. Tulichogundua ni kwamba wanawake kama sosi ya habari wanatumika kwa kiasi kidogo sana, hawajapewa kipaumbele cha kutumika kama sosi kwenye habari na wala kwenye vipindi. Tulipowauliza wanasema wanawake wengi kutokana na tamaduni zetu hawako tayari kuongea kwenye vyombo vya habari. Lakini tulichokuja kufuatilia zaidi ni kwamba vyombo vya habari havijajenga urafiki kwa wanawake
kwa watu wananchi wa kawaida pamoja na watu wenye ulemavu. Hawajajengea urafiki wa karibu. Utafiti huo unafanyika wakati Tanzania ikitarajia kufanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba mwaka huu, na kutoa taswira ya wajibu wa vyombo vya habari na wanahabari wakati wa uchaguzi. Dr. Joyce Bazira ambaye ni mwanachama wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA ametoa maoni yake kuhusu vyombo vya habari na ushirikishwaji wa wanawake kama vyanzo vya habari. Baadhi ya watu wanasema kwamba wanawake wengi huwa wanaogopa kuhojiwa na vyombo vya habari, wanaogopa kuongea na vyombo vya habari. Wengine wanasema ni sababu za kiutamaduni, wengine wanasema ni sababu za makuzi, wengine wanasema bado wana hofu ya kutokujiamini. Utafiti huo uliokusanya maoni kutoka katika redio 35 za kijamii za Tanzania bara na kufanyia tathmini vipindi 992 vya redio umetoa taswira ya uchaguzi na siasa za Tanzania kwa kuangazia madhaifu na usahihi wa namna vyombo vya habari vinavyotimiza wajibu wake. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.